Unapoota ndoto, katika mwili umelala, lakini katika roho kunaendelea kufanya kazi. Bwana asifiwe sana. Juzi nilijikuta maneno kwa lugha mlangoni kwangu. Nina funguo zisizopungua 4, lakini nikizishika tu zile funguo, nikitaka kuichukua zinafanana. Nikitaka kuchukua moja nijaribishe, nasikia kutoka moyoni, ni ule. Imenitokea hilo zaidi ya mara 30 kila ninaposhika funguo, na zote zinafanana. Nikichukua ule kweli ndio. Tunaliwekaje hilo? Kuna ulimwengu wa roho unaofanya kazi kihalisi kuliko ulimwengu wa damu na nyama. Bwana asifiwe sana. Ule mstari wa 12 sura ile ya 6 ambao ndio umenipa kichwa cha somo. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kichwa cha somo nimekitoa hapa, ndani ya ulimwengu wa roho, kwamba ulimwengu wa roho ni halisi kuliko ulimwengu wa damu na nyama. Jambo la kwanza tuliliangalia hiyo, lakini jambo la pili tukasema hivi. Kuna mambo mengi ambayo ningesema hapa. Sijui kama mnafuatilia sana wanasayansi. Wanasayansi wana magazeti yao maalum wanayotoa sana taarifa zao za kisayansi. Wanasema wakifika mwezini, kuna baadhi ya vitu wakichunguza wanaona kuna viumbe wana shughuli zao zinaendelea kule mwezini. Wanasiwezi, ingawa hawajawahi kubaini ni viumbe gani. Ulimwengu wa roho unaendelea katika ulimwengu wa roho. Jambo la pili tukasema, ulimwengu wa roho ndio ulio na nguvu kuliko ulimwengu wa mwili, na ndio unaoathiri kwa nguvu ulimwengu wa mwili, na ulimwengu wa mwili huongozwa na utendaji wa ulimwengu wa roho. Kwa hiyo nisome maandiko kidogo hapo. Naomba mtu mmoja asome Ayubu sura ya 19 mstari wa 25 hadi 27. Ulimwengu wa roho una nguvu kuliko ulimwengu wa mwili. Asili yake ni ulimwengu wa roho. Ndio maana nasema katika Ufunuo, na tazama nikamwona akatokea, anapomweleza Yesu, na uso wake ukang'aa kama jua. Kwa jua ni kitu kilichochukuliwa kwa mfano wa ulimwengu wa roho. Hebu soma Ayubu. Lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi, na baada ya ngozi yangu kuharibika. Hatimaye atasimama juu ya nchi. Anaposema mtetezi, kama mnanielewa, usemi wa Ayubu anasema hivi, ingawa hapa hamuoni katika ulimwengu wa nchi hii, huyo ambaye yeye ni roho, siku moja atasimama katika nchi, mtamwona. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamwona. Haleluya. Pasipo utendaji wa kimwili. Nilikuwa nawafundisha pale darasa la nje, nikamwambia Ayubu anasema hivi, mwili wangu wote umeenea mabuu. Ukisoma hata kamsi yako ya Kiswahili, mabuu
ni mafunza. Mabuu ni nini? Mafunza. Kitu kikioza utaona kuna funza wanatembea. Anasema nimeoza mwili mzima, funza wananitembea. Kwa habari ya ulimwengu wa mwili nimekwisha, lakini katika ulimwengu wa roho mimi mtaniona ninasimama pasipo. Yaani mtaniona tena. Hebu soma maliza mpaka 27. Nami nitamwona mimi, tazama, wala si mwingine, pasipo mwili. Mtima wangu unazimia ndani yangu. Wala sikiwe sana. Nisome andiko hili tena kudhibitisha hili. Ndio ulio na nguvu na unaoathiri katika ulimwengu wa mwili, na huo ndio unaoongoza utendaji wa ulimwengu wa mwili. Kutoka sura ya 17 mstari wa 8 hadi wa 16. Kutoka sura ya 8 sura ya 17 mstari wa 8 hadi wa 16. Yaani ni lengo la somo langu hili. Bwana asifiwe sana. Lengo la somo, nisikilize sana. Lengo la somo hili, mambo yako ukiyatazama katika ulimwengu wa mwili, usiyatafsiri kutokana na yalivyo katika ulimwengu wa mwili. Rudi upewe macho, uyaangalie katika ulimwengu wa roho yakoje. Yatatokea katika ulimwengu wa mwili kutoka yalivyo katika ulimwengu wa roho. Haleluya. 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 Mimi ukiniangalia katika ulimwengu wa mwili ni mchungaji mdogo mdogo, lakini ndio ulimwengu wa roho ndio utanitambua. Bwana asifiwe sana. Ingia ulimwengu wa roho. Lengo la somo hili, usitafsiri maisha yako na hatima yako kutokana na picha na muonekano na mazingira yalivyo katika ulimwengu wa damu na nyama, bali uende ulimwengu wa roho, ujiangalie huko, ujione. Ninapokwenda ulimwengu wa roho, ninaujia ulimwengu wa mwili kwa ujasiri. Ninakuja katika ulimwengu wa mwili na mtazamo mwingine na nguvu ya utendaji mwingine. Hebu soma Kutoka 17 mstari wa 8 hadi wa 16. Wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile, na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na alipoushusha mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakatwaa jiwe wakaliweka chini yake akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua, ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena chini ya mbingu. Musa akajenga madhabahu, akaita jina lake Yehova-Nisi, akasema, Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Bwana asifiwe. Kuna mambo matano hapa, sisi nitaweza kuyaeleza yote, lakini naona Bwana, jambo la kwanza katika haya maandiko, vita ya Waisraeli na Amaleki iko katika ulimwengu wa roho. Vita ya Waisraeli na Amaleki iko katika ulimwengu wa roho. Haikuzuka huku kwenye akili tu, imeanzia katika ulimwengu na kwa sababu imeanzia katika ulimwengu wa roho, Mungu anamwambia Musa, ile vita iko kwenye ulimwengu wa roho, mkienda kuipigana kwa
wa ulimwengu wa damu na nyama mtapigwa. Lazima na ninyi mwende ulimwengu wa roho. Musa kaambiwa, wewe chukua ile fimbo ya Mungu, panda nayo madhabahuni. Wangapi wanakumbuka nilifundisha juu ya somo la madhabahu? Nani anaweza kueleza maana ya neno madhabahu? Nani anakumbuka? Mungu wahurumie. Mimi nilifundisha ni miaka 2 imepita na sijalisoma hilo somo, ndiko huko ndani, lakini nilikufundisha miaka 2 iliyopita. Nikasema Kiebrania neno madhabahu lilikuwa linatamkwa mazbah, ambayo tafsiri yake ni mahali ambapo mtu katika ulimwengu wa damu na nyama anaweza kuwasiliana na ulimwengu wa roho. Ni mlango wa ulimwengu wa roho. Ndio maana ya neno madhabahu. Na leo nimefundisha na utasahau maana ya madhabahu. Musa anaambiwa panda katika mlima wa Mungu ambayo ni madhabahu ya Mungu. Ili uingie rohoni, nenda mahala ambapo mwili wako utaondoka katika hali ya ubinadamu ya ulimwengu wa damu na nyama, uingie katika ulimwengu wa roho. Haleluya. 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 Lazima ili upigane uingie katika ulimwengu wa roho. Musa akapanda madhabahu, akakaa pale na ile fimbo ya Mungu. Anasema, akamwambia Joshua, wewe nenda katika ulimwengu wa damu na nyama wa mwili, wewe huko. Halafu mimi na Joshua, akamwambia Joshua, mimi na Haruni na Huri, sisi tunaingia katika ulimwengu wa roho. Haleluya. 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 Lazima katika maisha yako kwanza uwe na madhabahu ambapo ina mtu ambaye anasimama katika ulimwengu wa roho kwa ajili yako. Akaenda pale, anasema, wewe Joshua, nenda kwenye vita vya kimwili huko. Sisi tunapanda kuingia kwenye ulimwengu wa roho kupitia mlango wa ulimwengu wa roho. Anasema hawa wakaingia madhabahuni. Musa akainua mikono yake. Anasema ushindi wa Joshua na askari wake ulitegemea wale walio katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Haleluya. Huku kwenye ulimwengu wa roho, Musa akiinua mikono yake, Joshua kuna na washinda. Akichoka huku kwenye ulimwengu wa roho, wanapigwa. Ulimwengu wa roho ndio ulio na nguvu zidi ya ulimwengu wa damu na nyama. Ulimwengu wa roho ndio unao control ulimwengu huu tunaouona huko nje. Anasema ikabidi alipochoka wakategemeza mawe, akaliegemea namna hii. Halafu wao wakainua mmoja mkono huu na mwingine mkono huu, ili ulimwengu wa roho uendelee kutoa nguvu kwenda ulimwengu wa mwili. Haleluya. 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 Siri ya watu wa Mungu, vita vyao viko ulimwengu wa roho. Nguvu yao iko ulimwengu wa roho. Ushindi wao uko ulimwengu wa roho. Walipowashinda wakawamaliza, Mungu akamwambia Musa, mwambie Joshua asimame mbele ya wana wa Israeli, atangaze kwamba Bwana ameapa kwamba atauteketeza kabisa. Kuna makabila yanayotajwa katika Mashariki ya Kati ambayo Mungu aliapa kutoka ulimwengu wa roho kwamba hayatakuwepo. Mpaka leo hatuna Wamaleki tena duniani. Bwana asifiwe.
asifiwe. Bwana asifiwe. Mpaka leo hiyo kitu kinaitwa Amaleki hawapo tena. Anasema nimeapa nitawateketeza vizazi hadi mpaka wafutike, wasiwepo tena katika uso wa nchi, kwa sababu katika ulimwengu wa roho wamefutwa, katika ulimwengu wa mwili lazima watoweke. Haleluya. Haleluya. Sasa lazima uingie ulimwengu wa roho unapotaka kufuta kitu kinachoonekana katika ulimwengu wa damu na nyama. Nenda ulimwengu wa roho kwanza, ndio utakitoa. Ukikitoa huku hautakimaliza, kitaendelea kuwepo. Musa kwa sababu alikwenda kwenye madhabahu, akakaa huko, akaingia ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho maombi aliyofanya Musa ndio yamewafuta Amaleki. Haleluya. Haleluya. Utakaa unapambana na hali fulani mpaka uende ulimwengu wa roho. Imeanzia huko, ishughulikie huko. Jambo la tatu tukasema katika hizo kweli kuu, kweli ya msingi katika somo hili, tunalazimika kujihusisha kwa vyovyote, kwa lazima, na vita vya kiroho. Usipojihusisha na vita vya kiroho, lazima ulimwengu wa mwili upigwe. Lazima, tunalazimika. Maandiko yamesema hivi. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 hadi wa 6, na Timotheo wa kwanza 1:18 hadi 19. Tunalazimika, hata kama tuko katika mwili, lazima tutafute mlango wa kuingilia madhabahuni, tutafute madhabahu ya kuingia ulimwengu wa roho. Soma. Ingawa tunaenenda katika mwili, ingawa tuko mwilini, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Hatutashinda tukifanya vita kwa jinsi tukiwa kwenye mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zinaweza katika Mungu hata kuangusha ngome. Silaha za, lakini ukiziingiza kiroho zina uwezo wa kuangusha hata falme za kimwili. Bwana asifiwe sana. Zina uwezo hata kuangusha falme. Kwa mfano, nikiwa Temeke nafanya semina, nikawaambia Ijumaa wote nimeongozwa na Roho, tunafunga toka asubuhi, usinywe chochote, nataka tupokee muujiza. Nilipomwambia hivyo, mmoja akamfuata mchungaji Ngogo, akamuuliza hivi, baba, mimi nisikilize vizuri, mimi nina vidonda vya tumbo vibaya, na nimeambiwa kila baada ya masaa 3 lazima niweke kitu tumboni, kila baada ya masaa 3. Sasa mimi naomba nisifunge. Mchungaji Ngogo akasema sio mimi niliyesema, kasema mhubiri. Njoo ofisini. Nikiwa ofisini pale kwa mchungaji, akaniambia, akanieleza vizuri. Nikamwambia, mama, mimi neno hili halikutoka kwangu. Roho Mtakatifu amesema nilitamke, nikilirekebisha mashindwa. Ukilitii, litii. Ukishindwa, acha. Akamwita, akampigia simu mume wake. Alikuwa anatokea kazini anaenda nyumbani. Akapitia pale. Nikaambia, mimi nilichoelekezwa ni hivyo, anaisikia afanye ambayo masharti ya daktari hamruhusu, aendelee na masharti ya daktari. Yule mama akafunga. Bwana asifiwe sana. Yule mama akafunga, akashinda. Na aliambiwa, ukiona
usimeze hizi dawa. Kwa hiyo na dawa na kumeza. Jioni nimemaliza mahubiri, nikasema saa ya Bwana kushuka na kutenda imewadia. Yule mama alikimbia wa kwanza, hakufika, akadondoka, akaanza kupiga kelele, nimepona, nimepona, nimepona. Amekuja hapo ofisini kwangu zaidi ya mara 3. Anasema vidonda vimekwisha, na daktari amemwambia kula kila kitu, hauna vidonda tena. Jambo lile liko katika ulimwengu wa roho. Sikilizeni wapendwa, Yesu siku moja akakutana na mtu ni bubu na kiziwi. Ni bubu na kiziwi. Kumbe ni jambo liko katika ulimwengu wa roho, haliko katika ulimwengu wa damu na nyama. Alipokutana naye akamwambia, ewe pepo, kiziwi na bubu, toka. Biblia inasema hivi, alipotoka yule pepo, yule mtu akanena na kusikia. Ni jambo liko katika ulimwengu wa roho. Siku moja ninaombea mtu hapa Dar es Salaam. Akaniambia hivi, mimi nina HIV. Unajua wachungaji tunasikia kila kitu ambacho hasikia hata daktari. Sisi tunasikia kila kitu. Mimi nina HIV. Nilikuwa na mchungaji wake, tumekaa sebuleni baada ya kumaliza semina. Ni wakati anaongea ghafla, sikujua ilitokeaje. Nikasema kwa jina la Yesu, roho ya HIV toka. Ikalipuka pepo, na alikuwa ni shemasi. Akalipuka pepo. Baada ya kwenda kupima HIV hana tena. Ulimwengu wa roho una nguvu ya kusababisha matokeo katika ulimwengu wa damu na nyama. Unaweza ukapima hata malaria, kumbe sio malaria, ni pepo. Kataa, ingia katika ulimwengu wa roho, ishughulikie. Unaweza ukakaa, wewe huna kazi, kumbe kwenye ulimwengu wa roho wewe una kazi. Ukiingia kwenye ulimwengu wa roho, wewe ni mwajiriwa. Hebu naomba nisomee Efeso sura ya kwanza mstari wa 3. Kwa Efeso 1:3. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Ndani ya Kristo ili haionekana. Wanasifiwe. Wanasifiwe. Wewe kwenye ulimwengu wa roho una mume. Huu ulimwengu wa mwili unashangaa bibi. Ili vijana hawanioni ninavyoimba. Yaani pamoja na kuimba hivi hawaelewi. Kwenye ulimwengu wa roho una mume. Wanasifiwe sana. Kwenye ulimwengu wa roho una mtoto, lakini ulimwengu wanasema ingawa tunaenenda kwa mwili, hatufanyi vita, tunalazimika kuingia kufanya vita vya kiroho. Jambo la 4, ulimwengu wa roho ziko falme mbili tofauti zinazoathiri ulimwengu wa nje. Kwenye ulimwengu wa roho, huo ulimwengu wa roho na wenyewe uko mara mbili. Huo ulimwengu wenyewe wa roho uko mara. Kuna ulimwengu wa roho ambao unatawaliwa na Mungu na malaika na watakatifu. Kuna ulimwengu wa roho ambao unatawaliwa na shetani na mapepo na wenye dhambi. Kwa hiyo mimi, ndio maana Paulo anasema sisi mtu na tuhesabu hivi tu mabalozi, yani wajumbe wa ufalme wa ulimwengu wa Mungu. Haleluya. Katika ulimwengu wa roho huko ziko falme mbili, huko kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo
kwa namna yake. Bwana sifiwe. Huko kwenye ulimwengu wa roho ziko falme mbili. Ufalme wa giza unatoa kuathiri ulimwengu wa damu na nyama, na ufalme wa nuru unatoa kuathiri, na una wajumbe. Na ukichunguza unaweza ukadhani kwamba ulimwengu wa giza umekuwa na nguvu kubwa kwenye kuathiri ulimwengu wa damu na nyama. Sijui kama mnanielewa, sijui kama mnanielewa. Lakini sababu ni mabalozi, wajumbe, makuhani wa madhabahu za hizo falme. Wajumbe wa shetani wana imani na ufalme wao kuliko wajumbe wa Mungu kwenye ufalme wao. Nimewaambia vibaya? Nimewaambia vibaya? Nimewaambia vibaya au vizuri? Ninyi hamna imani kama wachawi walivyo na imani na shetani wao. Nani anapinga yeye ana imani kuliko wachawi? Kwa hiyo mmekubaliana? Wajumbe wa shetani, unajua kinachotegemea kila ufalme inategemea kuhani wa ile madhabahu ya huo ufalme, mjumbe wa hiyo madhabahu. Wajumbe wa madhabahu za ulimwengu wa giza wana imani sana na ufalme wao. Ngoja niwaambie, ninyi mtasota sana kwenye kuushinda ulimwengu. Mtasota sana kwa sababu nguvu yako inategemea ulimwengu wa roho, namna unavyojihusisha nao. Mambo mengine ya kawaida, mchawi kama agano lao kila saa 8 usiku lazima waende kucheza njia panda. Siku moja nilienda jirani na pakuna Dori Kasipani, nilikuwa napita pale saa 9 usiku, nikawakuta pale wako sasa. Mimi nikawanyemelea, wakaniona. Hiyo nimefanya sio mara moja, ni mara nyingi. Wao nataka nini? Wakaniuliza, nikaambia mnafanya nini? Mimi nilikuwa napitia tu, nikamwambia nimewafuata nini? Wewe anakuhusu nini? Anakuhusu nini? Nikamwambia isikilizeni. Ninyi ndio, yani hilo neno lilinijia pale pale. Sikuwa najua kama wapo. Nikamwambia kumbe ninyi ndio mnaosababisha hapa watoto wengi wanaacha shule. Mnachokifanya hapa. Nilipoongea hiyo, mmoja akapiga kelele akadondoka. Mama mmoja aliniona, kuna mama mmoja anaitwa mama nani? Mama Space. Aliniona pale. Nazungumza nao usiku. Nikamwambia kwa jina la Yesu na haribu kazi zenu. Mjumbe wa shetani kama wao wana maagano, kila ikifika saa 8 usiku warushe nyungo zitaruka. Patana na mpendwa kwamba ikifika saa 8 tuombe. Siku moja amenipigia moja, tumepatana kila siku ananipigia simu. Mama mpaka ananizidiaga simu ananifichie. Nikilala simu imeita maombi. Ameniamsha tuombe. Mimi naomba sasa, baada ya maombi kidogo nikampigia simu. Simu iko hewani. Maana nilikuwa namuongoza kwa maneno, halafu nataka sasa nimwelekeze kitu. Iko hewani anakoroma. Kaniamsha niombe kwa ajili ya shida yake. Mimi na kesha, yeye anakoroma. Nasikia simu yuko. Siweka karibu na mdomo akasinzia. Wajumbe wa shetani wakisema leo tunarusha nyungo, leo
Siku moja natoka kwenye mkesha mikoani kule, nikapita maeneo fulani makaburini. Sasa tulikuwa wawili, ghafla kwenye makaburi, na makaburi yenyewe yana vichaka, hayapaliliwi, yana nyasi, vichaka mingi. Tukasikia kurukuchu kama ndoo. Nikamwambia kuna wezi. Tukasema tuwachungulie, tukaenda. Sasa tunawaangalia kama hapa, mwenzangu akakanyaga kijiti kikalia paa, wakashituka. Sasa wale mwenzangu walikuwa mtutu. Wakati wameshituka, wakajaribu kutotisha. Yeye akawaambiaje? Akawaambia, kwanza nataka niambie, ninyi ni marehemu wenzetu au mmekuja? Sasa wale wakajua kumbe hizi ni maiti zimefufuka. Wakaacha mavazi ndio. Bwana alimuuliza, nataka mniambie ninyi marehemu wenzetu au mmekuja kutuchokoza? Sasa wali kila mtu na chake. Waaminifu wakiambiwa kwenda makaburini usiku, ufalme huo una nguvu kwa sababu ya masharti yao. Wanaogopa kufa, ukikiuka sharti unaumia. Kwa wanaingia kwenye maagano, wanayatimiza kwa sababu ya ufalme. Sisi wana wa Mungu, jambo la pili, wana wa ufalme huo wanatoa sadaka kuliko sisi. Si kama unaliamini hilo? Amen. Wanatoa sadaka. Kwa hiyo nguvu ya ule ufalme inaitikia vizuri kwao. Kama wasikii wanatoa kafara watu. Sasa kama mtu anaweza kutoa mtu mwanae, kuna kitu anachozuiliwa kutoa. Ni watoaji kwenye ulimwengu wa madhabahu yao kuliko sisi. Kwa vita vya kiroho tunazidiwa hapo. Lazima kwenye ulimwengu wa roho, unajua sadaka ni jambo la ulimwengu wa roho. Sadaka ni jambo la ulimwengu. Sasa wao wakitoa sadaka na sisi tunavyotoa sadaka yao wanatoa hata watoto. Wanatoa viungo vyao. Naomba sisi tunaombea watu wachungaji, tunakutana. Mtu mmoja alikuja hapa na mke wake. Unatumia ili tudhoofike katika ulimwengu wa roho, unatushawishi kupitia Mungu. Tunakuwa tunatamaza mambo ya mwili. Tunapenda mambo ya mwili kuliko mambo ya Mungu. Tunavutwa. Sura ya 4 ya kitabu cha Mathayo, Biblia inasema ile jaribu la mwisho la Yesu, anasema akamleta mpaka mlima mrefu, akamwonyesha miliki zote za dunia, akamwambia, ukinisujudia nitakupa hivi vyote. Macho ya mioyo ya watakatifu yameelekezwa fahari, heshima, uzuri wa dunia, sio wa mbinguni. Muda wangu unaisha, nashindwa kufuatilia vipengele vingi. Kwa hiyo tumetazamishwa na njia nyingine shetani anayotumia ni kuharibu ufahamu kwamba labda Mungu sio mwema sana. Mwanzo 3:1 hadi 3. Tunafanya kuharibu ufahamu zetu na kuzificha zisiyajue mambo ya Mungu. Ulimwengu wa roho wa shetani unatendea kazi sana eneo la ufahamu. Wakorintho wa pili 4:3 hadi 7 sisoma. Na Wakorintho wa pili 10:3 hadi 6. Na ile Mathayo nilisema, Mathayo 4:8 hadi 11.
na ile Mwanzo 3:1-3. Haya, kweli ya msingi ya 7, nguvu zetu, uwezo wetu na ushindi wetu na baraka zetu vyote viko katika ulimwengu wa roho. Sasa tukijipambania huku hatuwezi kuvipata. Ninakupa maandiko hayo, Waefeso 1:3 na Waefeso 6:12 na Wafalme sura ya 6 mstari wa 8 hadi wa 23. Hiyo ni isomo. Niliongelea kidogo Jumapili iliyopita hii. Wafalme sura ya 6:8 hadi 23. Basi mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Israeli. Akafanya mashauri na watumishi wake, akasema, kimo changu kitakuwapo mahali fulani. Yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli kusema, jihadhari usipite mahali fulani, kwa sababu ndiko wanakoshukia Washamu. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu, na kuhadharishwa. Akajiokoa nafsi yake, si mara moja wala si mara mbili. Basi mfalme wa Shamu moyo wake ukamfadhaika sana kwa ajili ya jambo hili. Akawaita watumishi wake akawaambia, je, bwana wangu mfalme? Lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli kumwambia mfalme wa Israeli maneno yanenayo katika chumba chako cha kulala. Akasema, enendeni, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Na walipomteremkia Elisha wakamwomba Bwana, Elisha akamwomba Bwana akasema, wapige na kusihi watu hawa kwa upofu. Akawaambia, piga kwa upofu sawasawa na neno la Elisha. Elisha akawaambia, basi ishi hapo. Tamalizia kwamba nguvu zetu, uwezo wetu, ushindi wetu, baraka zetu vyote viko katika ulimwengu wa roho. Lazima tuingie kufanya vita huko. Israeli wanapigana na watu huko. Wao wanachokifanya, kila wakipanga kwamba leo tutazungukia Morogoro, tutamtokea kwa hili huku, wanasema huku. Elisha anamwambia mfalme wa Yerusalemu, saizi wako kwenye kikao, wanapeleka askari 300, wana silaha hizi, wana magari haya. Sasa wewe tangulia kabla. Wanatangulia askari kule 700. Bwana siwe sana. Kabla hawajafika walipopanga kuanzia vita, wanatekwa. Anasema ikafanyika hiyo si mara 3. Yule mfalme akasema, leo humu mtaniambia nani anampelekeaga yule mfalme si? Au kuna mmoja ni msaliti? Mmoja akamwambia, sikiliza, kuna mtu anaitwa Elisha, mfalme wa Shamu wa Israeli. Yeye tunapopigana naye, yeye anamtegemea yule mtu wa rohoni. Nilikwambia vita ya kiroho lazima uwe na madhabahu. Ana madhabahu yake, na kuhani wa madhabahu hiyo anaitwa Elisha. Yeye humjulisha mapema, wakati hata jambo unaloteta na mkeo chumbani, chumba unacholala, yote ana taarifa. Anasema sasa mwanadamu akakamatwa haraka. Ulizeni anakaa wapi? Akamwambia yuko mahala fulani. Anasema peleka huko watu. Anasema alfajiri wahudumu wa nabii wanatoka wamwandalie chai, wanatoka wamwandalie maji ya
kuoga nabii, ghafla wanakuta majeshi ya vita. Kumbe unajua raha ya ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa mwili hauoni ulimwengu wa roho. Hebu andika pointi hiyo hivi. Ulimwengu wa mwili hauoni, lakini ulimwengu wa roho unaona ulimwengu wa roho na unaona ulimwengu wa mwili. Sasa ni Elisha liko kwenye ulimwengu wa roho huko, linaona magari toka wanapanga, limewahesabu, halafu ikawapiga upofu. Huyo anatokea hapa nilikomwambia, nikamwekea mikono tu usoni, Bwana mfumbue macho aone katika ulimwengu wa roho sisi tulivyo wafalme zaidi ya wafalme, sisi tulivyo na majeshi zaidi ya majeshi, sisi tulivyo wakuu wa vita, mahodari wa vita. Elisha kufunuliwa hivi, kikaenda kinawachekea. Mheshimiwa amesema bado amelala, hahitaji kusumbuliwa saizi, mwacheni apumzike. Kumbe kinaona tayari kwamba akitikisika tu hanikaribii, amekabiliwa na malaika 7. Bwana asifiwe sana. Alafu Elisha akaamka, kabla hajawatokea kamia Mungu, si wana picha yangu, wananijua sura, wanamjua Elisha alivyo, ninawabadilisha macho yao wanione kama wao. Ulimwengu wa roho una nguvu juu ya ulimwengu wa mwili. Alipotokea akamwambia, eti Elisha yuko wapi? Elisha hayuko hapa, alienda kumjulisha mfalme mambo fulani. Yuko kwa mfalme. Ina maana na siri hii inawezekana kaipeleka. Mimi sijui. Twendeni niwapeleke. Tuongoze. Kuna mahala wamejificha. Kakamwambia, twende. Anasema uwafiche wasigundue kama tunaingia ikulu. Ikulu kakaigeuza kwenye ulimwengu wa mwili ikawa kijiji. Wakaona unapita vijiji. Baada ya kupumzikeni hapo. Halafu mfalme wa Israeli amesimama na majeshi yake wamewazunguka. Ndio akamwambia, sasa Mungu wafumbue macho. Fumbua macho wameteka. Walipopata mfalme wa Israeli akamwambia, niwachinjilie mbali. Anasema, unachinjaje mateka? Wape chakula wale. Halafu wakishiba waambie waende kwa bwana wao. Uwaambie kutoka ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho haunaga vita, una amani. Nenda wamwambie tumepewa chakula, mpe na zawadi wampelekee mfalme wao. Haleluya. Kanuni ya vita vya kiroho sio haipingani na kanuni ya vita vya kimwili. Hailipizi kisasi. Adui unampenda, adui wakapewa zawadi. Wakapiga, Elisha yuko wapi? Atuteka. Kawateka. Alikuwa na jeshi peke yake. Alikuwa na nini? Alikuwa na kitabu cha Torati. Hata kitabu cha Torati singemkamata. Mfano umeacha. Yule ana majeshi ya ziada katika ulimwengu wa roho. Ana silaha za ziada katika ulimwengu wa roho. Wametuteka mpaka ikulu, wakatupa chakula, wakatuambia laleni mpumzike, wakatupa maji tukaoga, wakatupa na nguo za kubadilisha, wakatupa na zawadi tukuletee. Biblia inasema hivi, kwa toka hapo ile vita haikupiganwa tena. Bwana sifiwe sana. Sasa andika mambo ya mwisho haya. Andika asili ya vita vya kiroho. 2 kuanzia mstari wa 7 hadi wa 14. Asili ya vita vya kiroho. Vya kiroho inatokana na Mungu. Asili hasa ya vita ya kiroho ni mpambano. Kulikuwa na vita mbinguni. Imeanzia kwenye ulimwengu wa roho. Mikaeli na malaika zake. Jamani, mbinguni ni wapi? Ni ulimwengu wa roho. Vita hii ilianzia wapi? Ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho. Sasa kwenye ulimwengu wengi ili dini yetu ikuwe, Mama Patmos lazima uzae watoto 12.
vita vya kimwili. Vita ya ulimwengu. Malaika na sisi makuhani wa madhabahu ya Mungu ni mashabiki tu wa hii vita. Bwana sifiwe sana. Wapiganaji ni hawa. Halafu nimepata raha sana kwenye hili somo. Maudhui ya vita hii ilishapiganwa, ikamalizika, na ushindi huko upande mmoja. Kutokushinda wewe ni kumdhalilisha Mungu. Wewe kama kuna vizuizi vyovyote vinavyozuia mafanikio yako, kutokuvishinda ni kumdhalilisha Mungu. Kwa sababu akashindwa yule joka na malaika zake. Haleluya! Na shetani wote wakashindwa na baba yao wakashindwa, wote wakatupwa. Haleluya! Malaika akaambiwa hubiri, sema sasa kumekuwa wokovu. Sisi sasa ni kuteka. Nimalizie somo langu hili. Nimelipenda sana hili somo. Kanuni za lazima ili kushinda na kuharibu ulimwengu wa roho mwovu. Kanuni za lazima ili kushinda na kuharibu ulimwengu wa roho na kuzuia usilete athari katika ulimwengu wa damu na nyama ambao sisi tunakaa. Kwa kuwa sisi tunaishi kwenye ulimwengu wa damu na nyama, lazima tutoke kwenye ulimwengu, tuingie kwenye ulimwengu wa roho, tulete matokeo chanya yenye mazingira rafiki kwetu. Kanuni za lazima uingie kwenye ulimwengu wa roho. Ufunuo 1:10, na alikuwa katika roho siku ya Bwana. Lazima uingie kwenye ulimwengu. Warumi 8:5 hadi 11, lazima ukubali kutenda kwa roho na kuenenda kwa roho. B, kanuni ya pili, lazima ujizoweze kuwa hodari katika Bwana. Haleluya! Hatimaye msiji kuwa hodari. Ongeza uhodari wako katika Bwana. Ongeza. Kama wao wanarusha nyungo saa 8 usiku, na wewe vurumusha maombi kuanzia saa 7. Bwana sifiwe sana. Wakati mwingine kabisa unaweza kaleta maombi ya kimakusudi. Wachawi wengi duniani kote, asilimia kubwa wanapenda kuanza saa 8 mpaka saa 9. Mpaka saa 9:30 hapo kazi za kichawi zinaanza kufungwa, na wewe ndio unakuwa kwenye maombi. Bwana asifiwe sana. Kanuni ya kushinda lazima uvamie. Hawa wanajeshi wanajua. Vamia. Kwenye kitabu cha Marko na kitabu cha Luka na Mathayo nasema haiwezekani kuvichukua vyombo vya mtu mwenye nguvu bila kuja wewe mwenye nguvu mshinde na kumshika yule mwenye nguvu. Lazima uingie katika ulimwengu wa roho. Na kanuni ya pili, uwe hodari, wa Efeso 6:10. Kanuni ya tatu, hakikisha unakaa na silaha zote za Mungu. Kanuni ya tatu, hakikisha unakaa na silaha zote za Mungu, sio moja. Wa Efeso 6:11 na 12. Hebu isome 11. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Lazima uwe na silaha zote. Hivi kwa mfano, hata hawa wanajeshi mkiwa mna silaha za anga tu, watu wakiwaijia kwa mtindo mwingine, lazima uwe na silaha zote. Za anga unazo, za majini unazo, za miguu unazo, na una askari wa namna hii. Katika Efeso anasema hivi, ameziorozesha hizo silaha.
Silaha ya kwanza anaita kweli viunoni. Waefeso 6:11. Silaha ya kwanza inaitwa kweli. Waefeso 6:1. Hautashinda kama hauna wokovu wa kweli. Uwe mtu wa Mungu wa kweli, sio wa kudanganya wa kuchapia chapia. Kama unatoa sadaka, toa sadaka ya kweli. Kama ni zaka ya kweli, ndio utamshinda shetani. Maana sisi tunatoa zaka zingine sio ya kweli. Halafu tunategemea kwenye ulimwengu, na kwenye ulimwengu wa roho ni shetani binadasa. Ukiona tu umetoa kazaka ka uongo, hana kweli kiunoni. Hana kweli kiunoni. Maisha yako yawe ya kweli mbele za Mungu. Silaha ya pili inaitwa biri, ambayo imeitwa haki. Uwe mtu wa haki. Waefeso 6:14. Silaha ya tatu, utayari. Ndio maana nimesema Ijumaa mje kwenye maombi. Hamna utayari nini? Hiyo silaha hamna. Shetani anayekushambulia yeye ana utayari wa kukuataki unapokuwa umelala, yeye anafanya ibada kwa ajili yako. Ni Efeso 6:15 ambayo kwa lugha nyingine tunaita viatu. Utayari ni viatu. Silaha ya 4, ngao ya imani. Kuna picha nilichora jana pale iko nimesahau. Ibamba liko hapa, unalivaa ili likipigwa mishale inatua hapa. Pigwa mishale unajizuizi, ambayo inaitwa imani. Silaha ya 5, chepeo, ambayo ni kofia, wokovu. Silaha hiyo ni Isaya ni Efeso 6:17. Silaha ya 6, upanga wa Roho, ambalo ni neno la Mungu. Upanga wa Roho. Kwa sababu tunapambana na maroho, Yesu aliyapiga maroho yaliyomjaribu siku 40 kwa upanga wa Roho. Sura ya 4 ya Mathayo mstari wa 1 mpaka wa 6 ni upanga wa Roho alitumia. Neno la Mungu ndio litakalo kufanya ushinde. Ulimwengu wa roho hauwezi kuomba kwa hisia, lazima uombe kwa neno la Mungu. Shetani akija anamwambia geuza mawe yawe mkate. Upanga wa Roho ukasema imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Amepigwa yule roho, ameishi. Akaja tena akamwambia, ukinisujudia nitakupa hivi vyote, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu peke yake. Akamwambia, jitupe chini, atakuagizia malaika. Akamwambia, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Upanga wa Roho akamshinda yule roho. Hebu naomba usimame ninapomalizia maneno. Maneno haya yamalizia kwa kusema mazingira na matokeo ya vita. Vita vyetu vilishapiganwa, sisi tunasherehesha Kiswahili kigumu. Bwana asifiwe sana. Mshindi anajulikana ni Yesu Kristo. Amen. Na wale walio upande wake.
Ndio maana Yesu anachukia akiona, kwa nini wewe uzuiliwe usichukue yale yanayoonekana katika ulimwengu wa roho amekutendea, kwenye sura ya kwanza ya Efeso mstari wa 3. Mazingira na matokeo ya vita vyetu tumeshashinda. Tukivaa tu hizi silaha, tukaingia katika ulimwengu wa roho na tukawa wa kweli. Kwenye sura ya 6 tuliyosoma kuanzia mstari wa 10 mpaka wa 20, neno mtaweza kushindana, mtaweza limerudiwa mara 4. Mtaweza limerudiwa mara ngapi? Kwenye hiyo mistari tu 10 limerudiwa mara, kwamba kanuni hizi katika ulimwengu wa roho ndizo zinatupa uwezo wa kushinda. Kama kijiji ina wakuu wa anga, maana sema kushindana kwetu ni juu ya falme. Ziko falme gani kijiji? Zinazozuia biashara, zinazozuia mapato, zinazozuia watu kuokoka, ziko falme gani? Roho ya ukahaba, roho ya madawa ya kulevya, roho ya dini. Roho gani, falme gani katika ulimwengu wa roho? Wakuu wa giza. Haleluya. Hizo tukiziingilia katika ulimwengu, tukiziangusha, hakuna anayeona kuokoka ni vigumu na ni vibaya. Watu watautupata. Niongoze sala ya toba. Kwanza tuharibu, kwanza tuvunje. Na ninapomalizia somo hili kuanzia kesho, sawa? Kuanzia kesho, sawa? Yes. Kwa jina la Yesu Kristo tunazipiga roho za dini zinazofunika ufahamu, akili, watu wasijue wokovu. Tunaivamia, tunaziangusha. Nasema mpaka kila fikira ipate kumtii Kristo. Amen. Haleluya. Kama mtu ningependa usiandike, ututembee nazo hii wiki, tunaziharibu kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya uvivu na kukata tamaa, kutafuta uchumi mkubwa. Watu wanalizika tu wakae kwenye uchumi mdogo. Hiyo roho tunaipiga katika jina la Yesu. Yaani mtu anaishi tu amekubali tu. Hapana. Katika ulimwengu wa roho lazima tuangushe wakuu wa giza, tuangushe falme, majeshi ya pepo wabaya. Utaona hii wiki tuingie, naomba tusimamie kwa uaminifu. Na mnanisikiliza viongozi wa idara, kwa wamama kazi ni hiyo, maombi ya kuangusha falme. Kwa vijana kazi ni hiyo, maombi ya kuangusha falme. Kwa baba kazi ni hiyo, tuangushe falme. Sikiliza. Katika ulimwengu wa roho humu tuna matajiri wakubwa. Katika ulimwengu wa roho tuna wahubiri wakubwa, lakini kwenye fahamu zao wamefungwa, hawaendi kuhubiri. Tunaangusha huo ufalme uanze kuhubiri. Tunaangusha huo ufalme uanze kuhubiri. Tunaangusha huo ufalme uanze kuhubiri. Tunaangusha hiyo mamlaka uanze kuhubiri. Katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia kesho tunaingia operation maalum ya kufanya vita. Sema mimi ni askari. Sema mimi ni askari. Ni askari wa Bwana. Nina
Mungu, tunaharibu hizo falme katika jina la Yesu Kristo ni hai, katika jina la Yesu Kristo ni hai, katika jina la Yesu Kristo ni hai, katika jina la Yesu Kristo ni hai. Tunaharibu falme za watu kukubali kuishi maisha duni bila uchumi ambao Bwana ameukusudia, katika jina la Yesu Kristo ni hai, katika jina la Yesu Kristo ni hai, katika jina la Yesu Kristo ni hai. Tunaharibu falme ambazo zimekalia fahamu za watoto, hawawezi kusoma kwenda mpaka PhD. Hapana, falme hizo ziangushwe. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, watoto waone wao ni madaktari, wao ni marubani, wao ni wasomi. Falme zianguke katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaharibu, hebu ninakupa leo roho ya vita ingie moyoni mwako, roho ya kufanya vita ingie kwenye moyo wako, roho ya kufanya vita ingie kwenye maisha yako, roho ya kufanya vita rikapokushi rikodelemamise, roho ya vita ingie ndani ya maisha yako. Ufanye vita na falme zinazochelewesha mafanikio yako katika jina la Yesu, zinazochelewesha imani yako isiwe imani ya tofauti, yenye moto, yenye moto. Katika jina la Yesu Kristo, tukazime kila mishale mabaya yaliyoelekezwa kwa watu wa Mungu. Tunaizima mishale yenye moto iliyoelekezwa kuharibu watu wa Mungu, tunaizima kwa jina la Yesu. Kila mishale ulioelekezwa kuharibu afya, tunauzima. Kila mishale ulioelekezwa kuharibu ndoa, tunauzima kwa jina la Yesu. Kila mishale ulioelekezwa kuharibu uchumi, tunauzima kwa jina la Yesu. Kila mishale ulioelekezwa kuharibu watoto, tunauzima kwa jina la Yesu. Kila mshale ulioelekezwa kuharibu ndoa, tunauzima kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na achilia neno, roho ya vita, roho ya vita, roho ya vita, roho ya vita ingie juu yako katika jina la Yesu. Kila ufalme uangushwe sasa, kila ufalme uangushwe sasa, kila mamlaka iangushwe sasa, kila mamlaka iangushwe sasa katika jina la Yesu. Kila mamlaka iangushwe sasa katika jina la Yesu. Kila mamlaka iangushwe sasa katika jina la Yesu. Kila mamlaka, kila ufalme, kila wakuu wa giza, kila mamlaka iangushwe katika jina la Yesu. Iangushe sasa. Kemea, angusha falme, kemea, angusha mamlaka, kemea, angusha wakuu wa giza, kemea, angusha katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu. Roho ya vita, roho ya vita katika jina la Yesu. Liba baba shaka, libo ya mila moseke katika jina la Yesu. Inaangusha ngome, inaangusha mawazo, inaangusha ziharibiwe, ziharibiwe juu ya maisha yako, juu ya mipango yako, juu ya njia zako katika jina la Yesu. Napisha, 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 napisha. Ninaona zinaanguka. Lebo salia mabasha, lebo yanda ramoseya. Ninaona ngome zinaharibiwa, zinaangushwa katika jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo. Olomosh remo sayaka ramo limereka ramo sali koromo remo sike ramo ya ramo seke remo ramo sha katika jina la Yesu. Falme zinaangushwa, falme zinaharibiwa, kila ufalme uharibiwe, 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 uangushe, 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 uangushe katika jina la Yesu Kristo.
jina la Yesu. Okatoka pori remo sire doko oria remo sa remo pori teterimo oria maisha kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Zinaondoka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunazifuata popote ziliko kwa jina la Yesu Kristo hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo hai. Tunarusha kila kona, tunabomoa kila kota, tunabomoa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Holy God, let it go down, let it go down. Mungu mwenyewe anapopigana vita hivi, Mungu mwenyewe ameshuka mwenyewe, kila roho, kila falme zinabomoka kwa mamlaka kwa jina la Yesu Kristo hai. Katika ulimwengu wa roho tunabomoa falme za kichawi, falme za kiganga, tunabomoa kwa mamlaka ya jina lipitalo majina yote. Haleluya. Sikiliza, kuna hatima yako kwenye ulimwengu wa roho ni kubwa mno. Sikiliza, kwenye ulimwengu wa roho hatima yako ni kubwa, sio ndogo kama unavyoona kwenye ulimwengu wa mwili. Thamani yako kwenye ulimwengu wa roho ni kubwa mno. Utukufu wako kwenye ulimwengu wa roho ni mkubwa mno. Usipime ulivyo hivi. Twende kwenye ulimwengu wa roho tukachukue hatima zetu. Twende kwenye ulimwengu wa roho tukachukue hali yetu halisi. Twende kwenye ulimwengu wa roho. Mungu wakati huu kuanzia kesho, ninaomba mkesho wa Ijumaa ikiwezekana tuwe wote kama tulivyo. Sana Mungu kutenda na kudhihirisha mambo ya ulimwengu wa roho iliyoambia. Ulimwengu wa roho unadhihirisha tulivyo. Mambo aliyotutendea Mungu yanaanza kudhihirika. Akaribu shakara sana. Wewe sio mgonjwa, wewe sio mgonjwa. Kwenye ulimwengu wa roho wewe ni mzima na afya kamili. Ekamo shakara shakara. Nilaba botekesish. Ekamo na remesana bosh. Aikara beshiko ya kikasi. Ekamo boshi. Wewe ni mtu mwenye nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Wewe ni mtu mwenye nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Wewe ni mtu hodari kwenye ulimwengu wa roho. Wewe ni mtu shujaa. Ninatamka neno hili kukufanya kwenye ushujaa wako. Ninauleta ushujaa wako ukutane nao katika jina la Yesu Kristo.
Ninamwachilia katika ulimwengu wa roho kutokea katika ulimwengu wa damu na nyama. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Upokee unamimisa. Pokea eshi. Yemi hitakoni sekete. Nguvu ya Mungu inatembea kuleta mambo katika ulimwengu wa roho. Uwezo wa Mungu unatembea kuleta matokeo katika ulimwengu wa roho. Kuleta uhalisia katika ulimwengu wa roho. Katika jina la Yesu Kristo. Ulimwengu wa mwili unapokea mambo yanayotoka katika ulimwengu wa roho. Yanapotokea katika ulimwengu wa damu na nyama. Katika jina la Yesu tokea sasa. Ulimwengu wa roho utenda kwako katika ulimwengu wa damu na nyama. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ushindi wako kutokee. Ushujaa wako kutokee. Baraka zako zikutokee. Heshima yako ikutokee. Imani yako isikutokee. Utakatifu wako kutokee. Katika jina la Yesu Kristo. Kipaji chako kikutokee. Karama yako ikutokee. Karama yako itokee kihalisi. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu yako ikutokee. Inamoja siku pasa nimepita. Amragoleta kaposa ni mashaka. Inamamaya. Inaona mimi natembea. Watu isha. Rama kome kakene ni nana. Inamine kwenye sike ni nesho. Inamani nakas. Rekolelepo. Osane nina meshayana. Rame kalimasha. Ulimwengu wa roho. Utokee katika ulimwengu wa damu na nyama. Watu waone na wewe uone. Wenye dhambi waone. Isaka. Otakolia bravo. Ole Mosa. Oshakora. Ekotokee. 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 Lemosa. Agameline. Renamrame shaka. Imonatoria lai. Opalingoria se. Evangrine kora. Adeberisaya. Rai. Rimo. Rai kore saminesh. Ika jina la Yesu Kristo. Ninaomba simama sasa, shika mahitaji yako. Shika ile karatasi ya mahitaji yako, ifungue, njoo nayo mbele. Songea nayo hapa. Shika ile karatasi yako ya mahitaji yako. Inatokea. Wale watu tuliofunga siku 40 naomba niombe kwa ajili ya Bwana hapa Malawi tunaishi. Wale waliokuwa nao siku 40. Njoo huku. Wale watu waliokuwa nao siku 40. Fanya huko juu. Nataka niombe kwa ajili yako. Wewe una namu Messiah. Mungu wetu ni hai. Mungu wetu ni halisi. Bwana ni mshukuru. Nendeni shikane mkono na mama mchungaji. Shikana mkono pale. Nataka niombe kwa ajili yenu. Korabo sandi mwingine. Korabo. Mshikane mikono na mama mchungaji na kunaomba. Hitaji lako utakuwa unalisema mbele za Bwana wakati wote. Shikaneni mkono, nimesema Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Watu hawa wamekwenda pamoja nami kwa siku 40 kwa Mungu. Baba, nenda kwa saina moyo. Enamari karu da disake waliandae. Ekaru da kosa moyo shukuru. Enamari la bukari ya rabosai. Enamari la sapata kekusi. Enamari shite kulelai. Inachia ukokoto wako tulao. Inachia nima yako tulao. Inachia weza wako tulao. Nikamwele kenisa mwele kayeri. Akore da krisa mwele da pena maisha. Katika jina la Yesu Kristo. Makuu ya Mungu yameeleke kwao. Ukuu wa Mungu yameeleke kwao. Hebu anza kuitamka mahitaji yako. Ninapoomba sasa. Ninapoomba tamka mahitaji yako. Ninapoomba yatamke mbele za Bwana mahitaji yako. Umwambie Bwana, Baba, kwa siku 40 nimekuwa mbele zako kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya mahitaji yao, kwa ajili ya
Nawakaribisha na majibu yako, nawapatia majibu yako, nawapatia majibu yako, nawapatia mahitaji yao, nayaleta maombi yao. Bwana wapokee, wakutane na neema yako, wakutane na msaada wako, wakutane na wema wako, wakutane ya rabo opori alabe kori saka ramori rebesa remagori atai ramori peri kokoko oleba sainaria reba shaka. Mungu ameshuka kukujibu, Mungu ameshuka kukujibu, Mungu ameshuka kukupatia. Upokee, 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 upokee katika jina la Yesu aliye hai. Nakubariki matendo yako makuu uliyodhihirisha katika cheo kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen.